Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunaungana katika adhimisho hili pamoja na masista wa Karmeli wa Mtakatifu Terezia mtoto Yesu katika adhimisho la kumbukumbu ya miaka 100 ya shirika lao na kutangazwa Mtakatifu Terezia wa mtoto Yesu, na kwa namna pekee wakiendelea kumkumbuka Mtakatifu Alfonsi Maria wa Liguri, askofu na mwalimu wa kanisa. Tunapoungana katika adhimisho hili, wazo kuu ni shukrani. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya wito. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai. Lakini kwa namna pekee tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya shirika hili katika kanisa, tukitambua kwamba karama ya shirika ni karama inayotoka kwa Roho Mtakatifu kwa ajili ya utumishi katika kanisa, na kwa sababu hiyo ndio maana tunamshukuru Mungu kwa zawadi hiyo kubwa. Wanaadhimisha jubilei ya miaka 100 ya kuanzisha shirika na kutangazwa Mtakatifu Terezia wa mtoto Yesu. Ni jubilei. Kawaida jubilei ni furaha, shangwe, kama tunavyo wakati mwingine tunaimba ni shangwe, ni furaha. Sio siku ya huzuni, ya furaha. Lakini pamoja na hayo, haishi tu kufurahi na kucheza cheza na kupiga vigeregere, lakini inaishia katika shukrani kwa Mungu. Miaka 100 si kwamba ni mara ya kwanza kuadhimisha jubilei. Tuliadhimisha jubilei ya shirika ya miaka 25, kaenda miaka 50, kaenda miaka 75, sasa ni miaka 100. Maadhimisho haya yote yana maana yake. Yana maana kwa sababu tunamtambua Mungu na tunatambua ukuu wake kati yetu. Tunatambua kazi yake kubwa kati yetu, na ni yeye anayetuwezesha katika yote. Na ni kwa sababu hiyo, ni kwa imani kubwa tuliyo nayo, kwa sababu tumeyaona yote hayo. Tumeyaona matendo makuu ya Mungu kati yetu. Ndio maana tunakuwa na siku ya pekee, siku ya leo tunapoiongea katika altare ya Bwana, usema asante Mungu kwa miaka 100 umekuwa nasi. Bila wewe pengine shirika hili lisingekuwepo, lingekuwa limepukutika, limeondoka. Lakini kwa maongozi yako tunaendelea kuwa na shirika, tunaendelea kuwa na utume huu, na tunaendelea na shirika, na wito unaendelea. Kwa sababu hiyo, tunapoadhimisha jubilei ni muda mtakatifu. Ni muda mtakatifu ambao wakati mwingine nasema kwamba ni watathmini. Tunatathmini tulikotoka, tunapomkumbuka Mtakatifu Terezia mtoto Yesu, tunapokumbuka lilivyoanzishwa, tumesoma historia. Na kwa sababu hiyo tunaangalia tulikotoka, tunaangalia tulipo, lakini tunaangalia mbele tukiwa tumejaa matumaini makubwa kwa Mungu, kwamba hatujapotea, kwamba sio kwamba tumekosea katika safari yetu ya wito, kwamba tuko katika njia sahihi. Ndio maana tunamshukuru hivyo, kwa sababu hiyo, katika tathmini hiyo ya tumetoka wapi, tupo wapi, tunaelekea wapi. Kiangalia katika hayo yote na katika hatua zote hizo, kuna wakati mwingine tunaanguka,
Kuna wakati mwingine tumefaulu sana, lakini tunaangalia yale mapungufu kwamba tuyarekebishe. Yale ambayo ni mazuri kuendelea kujiaminisha kwa Mungu, tuendelee kuyadumisha, na tunapoangalia mbele tujue kwamba tunachukua njia sahihi. Kwa hiyo naona kwamba muda mtakatifu katika Jubilei ni muda wa kurekebisha maisha yetu ya kiroho, kwa sababu tunajua kwamba katika wito wetu kila siku tunaitika nipo, kama unaposoma katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 6 aya ya kwanza mpaka 8 au 9 hivi, kama ni hatua hizo. Wakati mwingine lazima napojitathmini nafika kabisa kwamba mimi ni mdhambi, naona kama nimesaliti, naona kama nimeenda kinyume. Ole wangu, kama Isaya alivyosema, ole wangu, na ni kuomba msamaha vile vile. Kwa hiyo ni muda wa kurekebisha maisha ya kiroho, lakini ni muda wa kuomba msamaha, na ni muda wa kusamehe, ni muda wa kuachilia ya zamani, ni muda wa kujaa matumaini ambayo yanatupa nguvu katika safari yetu ya kumwelekea Mungu, kwamba tusikate tamaa. Ukiangalia katika ulimwengu wa leo, unaweza kutufanya tukate tamaa, jinsi unavyopendeza na jinsi matangazo mazuri yalivyo, na yanaweza katufanya tuteleze, tupoteze mwelekeo. Na kwa sababu hiyo tunapokuwa mikononi mwa Mungu, yeye anatuvusha salama katika mkanganyiko ambao unatokea, na anatuonyesha njia sahihi. Kwa hiyo tunarekebisha maisha ya kiroho, tunakuwa ni watu wa msamaha, lakini tunakuwa ni watu wa kusamehe na kusamehewa. Lakini huwezi ukasema nasamehewa kama sijui makosa yangu na siyatamka makosa yangu, kwamba wanisamehe tu. Wakusamehe nini? Lazima useme nimekosa 1, 2, 3, naomba unisamehe. Ni matumaini, ni kama tunaposoma katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya ya 5. Roho Mtakatifu ametuwekea ndani mwetu upendo wa Mungu, na upendo huu wa Mungu ni neema anayotujalia, inayotufanya tuwe pamoja, inayotufanya tuwe ndugu. Na tunapoangalia mbele, sema tumaini haliwezi kutahayarisha, halitatuweka pabaya, na wala halitaweza kutusaliti. Na kwa sababu hiyo tunayo matumaini. Ndio maana ni muda wa matumaini. Tunaalikwa katika Jubilei kusahau mizigo ya zamani. Wakati mwingine unaweza kukoseana na mwenzako, hata kama unaweza kuwa katika shirika, unaweza kuwa katika jumuiya, unaweza kuwa katika mazingira yote yale, ukambeba. Ni mzigo huu. Ukosana ni mzigo, takiona. Shauri yake, yani yeye huyu. Nashangaa naanza kudhoofika tu kwa sababu ya hiyo umebeba mzigo. Kwa ni muda wa kuachilia, kusahau mizigo ya zamani. Nilifanyiwa hiki zamani, nilikuwa 1, 2, 3. Ni muda wa kuachilia hayo na kumwangalia Yesu aliye mbele yetu, kwa sababu yeye ndiye lengo, tuwe kama yeye, na mwisho wa wakati tuweze kujitambulisha na yeye na tuwe yeye. Ukiona tumekuwa Yesu, tayari tumefikia malengo, na tayari tuko mbinguni sasa tukiwa Yesu tayari. Ndio lengo letu, na ndio maana lazima tumsome, lazima tumfahamu, tuelewe mafundisho yake, amri zake, na katika kuelewa amri zake na yote haya, kuwaona wenzetu ni ndugu zetu kwa upendo. Kama tukizozana hata au tukakosana, tuone kwamba tunahitaji kurudiana, kuanza upya. Ni muda kutafuta pumziko. Kama ulikuwa umetembea umechoka, sasa pumzika. Sasa pumzike ufe. Pumzika kwa Kristo, mtegemee yeye akuongoze, kama tunaposoma katika Injili
ya Mathayo sura ya 11. Hapa wanasema kwamba njoni kwangu ninyi nyote mnaoelemewa na mizigo, njoni kwangu itwike nira yangu, na mzigo wangu ni mwepesi uchukua. Kwa hiyo ni kutafuta pumziko katika Yesu Kristo. Tunapokuwa katika Ekaristi Takatifu, katika adhimisho la misa takatifu, tunapokaa naye katika saa takatifu ya kumwabudu, tujiachilie, tuache ulimwengu na tuwe naye. Na kwa maneno mengine, tutafute utulivu wa ndani unaotupa wasaa wa kuwa na amani ya ndani, kwa kuachilia yote. Sasa hizi niyo nayo, kama nilivyosema, vile vile tuonyeshe sasa msamaha kwa wengine. Tutambue kwamba ni kuanza upya katika safari yetu ya kumwelekea Mungu, kuanza upya. Kwa tunapoiona jubilei ya miaka 100 ya shirika, na tunapomwangalia Mtakatifu Teresa mtoto Yesu mbele yetu aliyefanikiwa, basi tunaona kwamba kama Wagiriki wanasema ni muda wa neema, kairos, muda wa neema, ni muda wa hekima, ni muda wa kuangalia, ni muda wa kutathmini na kutenda, kuchukua hatua na kufanya vizuri. Ni muda wa hekima, ni muda wa kumbukumbu nyingi sana katika maisha yetu, na ni muda wa kuwakumbuka waanzilishi, ni muda wa kukumbuka waliotutangulia kwa michango yao mingi ambayo imefanya shirika liwe kama lilivyo. Kuwakumbuka, kuwaombea ili Mungu aendelee kutuneemesha. Kwa ni muda ambao unaonyesha uhuru, kwamba tuwe huru, tusiwe watumwa. Kwa mtumwa kwa kuanza kuangalia mambo mbalimbali, wanatumia mara nyingi maneno ya kisaikolojia, wakati mwingine yanatujia. Kwa mfano, wanasema huyu mtu ni paranoid. Huyu mtu akiwa paranoid, yani ni ile mtu ambaye ana wasiwasi kila wakati. Kiangalia watu wamekaa pamoja wanaongea, anaanza wananisema mimi. Akiona watu wamecheka kwa sababu amepita karibu, wasicheke wanavyonizomea. Kila wasiwasi, hisia. Huyu mtu ni paranoid. Ni tatizo hilo la kisaikolojia, ni mgonjwa. Manake akili yake sasa imekuwa inaangalia sasa chini tu. Na ndio maana nasema tunafanya metanoia. Kinyume cha paranoia ni metanoia. Ni kwamba tunabadili mwelekeo, tunabadili fikra, tunabadili mawazo yetu, pamoja na kuacha dhambi, lakini vile vile mawazo potofu. Metanoia inatufanya tuweze kuishi hata katika mazingira magumu, tuweze kufanya vizuri, kuangalia mbele zaidi, na sio kwa ajili ya kuangalia huku na huku, huyu anasema nini kuhusu mimi. Wakitaja tu jina lako tayari wananisema, ngoja nisikilize wanasema nini. Unaweza ukaugua kwa kusikiliza wanasema nini kuhusu wewe. Na wale ambao wako kwenye metanoia, akisikia jina lake linatajwa anabadilisha mwelekeo, aendi kule wanakosema na bila njia nyingine anaenda zake. Lakini yule ambaye ni paranoia anakaribia wanasema nini. Kwa hiyo muda huu ndio wanasema kwamba unajua uhuru, niko kwa Yesu, niko na Yesu katika hayo, nafanya vizuri katika yale ambayo natakiwa kuyafanya, basi nifuate hayo na nitafanikiwa. Na ndio maana nasema kwamba jubilei kila mara tunasimama kwa miaka 100. Leo tunasimama sasa, tunaangalia tulikotoka. Wakati mwingine unaanza kujifikiria, sema hivi, mimi nipo hapa ndio kwamba yani Mungu amenipendelea. Amekusa kwamba amekupendelea na amekupa nafasi,
kwamba bado yakamilisha mambo mbalimbali, muda huu unapewa. Ukiisha sasa, karibu kwangu ukapumzike. Kwa ndio maana tunasimama. Tunaposimama tunapiga magoti, tunasema asante Mungu kwa kutujalia hai na kutupa uhai. Na ndio maana tunaangalia nguvu ya shukrani. Nguvu ya shukrani. Kiangalia katika masomo yetu yote yanalenga huko kwa shukrani. Shukrani. Mkumbuke Muumba wako. Mkumbuke yule aliyewatoa nyewe wa Misri kutoka kule, akapitisha sehemu fulani mbalimbali ngumu, wakati fulani ameumwa na nyoka, mna njaa, lakini amewafikisha nchi ya ahadi. Tunakumbuka kama Paulo anasema, kasoma kafupi kabisa, shukuruni Mungu. Tumshukuru Mungu katika hilo. Nakusema sasa nguvu ya shukrani hata katika maisha yetu. Unakuwa mlezi au unakuwa mkuu wa shirika, unampa mtu kitu au unasaidia 1 2 3, alafu hakuna anayesema asante. Katika maisha yetu ya kibinadamu tu hakuna anayesema asante. Yaani hakuna anayethamini kazi yangu ninayofanya. Au nimeenda bustanini nikalima mboga nikazileta kwenye jumuiya, alafu watu wanashangilia tu, cheke lilo chafu. Wewe utapata muda, ananuka huyo, lakini mboga ulizolima wanazifurahia, ila wewe wanakwambia ananuka, cheke, toka huko. Au umetoka kwenye zizi la nguruwe, kitimoto kizuri, lakini wewe unanuka nguruwe tu. Unakuwa uthamini kazi. Na ndio maana sasa yanasema asante sana, leo tumekula kitimoto kwa kazi yako nzuri. Anapata moyo wa kutenda zaidi. Asante sana kwa kazi uliyotusaidia leo, asante sana kwa hiki. Inaongeza, inatia nguvu kwa kusonga mbele zaidi. Kwa asante ni neno linaonekana dogo, lakini lina nguvu sana katika maisha yetu sisi wenyewe, na linazidisha uhusiano au fifi. Wewe mimi nakupa kitu au nakusaidia 1 2, hata hakuna cha asante, unajiondokea tu. Kesho na kesho kutu ukisema nimekuja moja, sasa toka zako, kwa sababu tayari unakuwa mbali katika uhusiano. Lakini asante sana kwa haya yote, Mungu akubariki sana. Kesho unapokuja sasa, karibu, kama ni mtoto sasa, karibu mwanangu. Na kwa sababu hiyo tunaona shukrani hii tunayomtolea Mungu kwa siku ya leo katika adhimisho hili la misa takatifu. Na misa takatifu yenyewe tu inavyoenda ni adhimisho la Ekaristi. Neno lenyewe Ekaristi tu ni shukrani kwa Mungu, kwamba asante Mungu. Na ndilo sala kuu tunapojongea pamoja, ushirika, tukiwa moyo moja na roho moja katika adhimisho hilo, katika ushirika wetu tunasema asante Mungu. Katika adhimisho hili la misa takatifu ni sala kuu, na kwa sababu hiyo shukrani hii nguvu yake ni kutuunganisha na Muumba. Kama ulikuwa moyo umefungwa, unafunguliwa. Kwa inafungua mioyo yetu na inatufanya tumwabudu Mungu ipasavyo, tutambue ukuu wake. Lakini kama wewe una afya njema, nasema ni kwa sababu nakula vizuri, nakula chakula bora, ukapata kidogo gari likugonge, ukasema la, nisingeruka ningekanyagwa au ningegongwa, au gari limeanguka ukawa umepona, ukasema nisingefunga mkanda. Kumbe ni Mungu amekuokoa. Mungu amekuokoa. Kwa hiyo inafungua mioyo yetu na kuweza kumwona Mungu na kumwabudu, na kila mara hata kareka kidogo, naamka asubuhi, wakati fulani tutachukua tu kawaida kwamba nimeamka asubuhi niko salama, kwa hiyo hamna shida, kwa hiyo ninapoamka basi. Lakini ukiwa ni mtu wa shukrani, lazima utafika tu asante Mungu kuniamsha salama. Inabadili mitazamo yetu tunayokuwa nayo, kuangalia magumu, kwa mfano yaliyopita,
na kuona kwamba tunatunzwa na Mungu mwenyewe, ndiye anayetuongoza. Magumu niliyopitia yote hayo, wakati mwingine naweza kaangalia sasa, nilikuwa na mlezi huyu alikuwa mkali. Kuna wakati mwingine nasema ngoja nifunge nadhiri za daima, watakiona. Nafunga nadhiri za daima alafu nasema watakiona, na takiona. Ni wewe mwenyewe utakiona. Sasa simefunga nadhiri za daima, ulikuwa unazitafuta wewe. Ukiangalia kuna kila mtu anakushangaa tu. Huyu vipi huyu? Mbona unakuwa kama unachanganyikiwa sasa? Wewe utaona kabisa wewe mwenyewe unakiona. Ukifikiri kama atakiona, utafanya nini naye wewe? Umeshafunga nadhiri za daima, ishi sasa. Kwa ndio hivyo, badili mtazamo. Kama si baby tena manani yao, yanabadili mtazamo. Kwa sababu ya shukrani inanifanya moyo wangu umebadilika, moyo wangu ni mwepesi kabisa. Mitazamo yangu niliyokuwa nayo kumbe ilikuwa ya kizembe na kijinga, na sasa nifanye vizuri kwa ajili ya kulijenga shirika langu. Kila ninachofanya niwe peke yangu, niwe na watu wote, niwe na nani, mimi ni mimi, naonyesha mchango wangu. Kianza kufikiria nyuma, naingia katika giza. Wakati fulani unaweza, maana tunavyoenda tunaenda mbele na tunakuwa wazee, na unapokuwa mzee wakati fulani unaanza kukataa uzee. Unapokataa uzee, hata akakuamkia shikamoo, huyo atakayesema shikamoo huyo ni adui. Wewe unanisalimia shikamoo mimi? Yani kitu kama hicho, unaingia katika giza bure na katika mkanganyiko wa maisha ambao unakufanya upoteze mwelekeo wako. Nguvu ya shukrani inatufanya tuwe mbali kabisa na kiburi na tuweze kuwa tumejaa unyenyekevu na kuona mafanikio tunayopata katika maisha ni baraka zinazotoka kwa Mungu, kwa sababu kusema asante Mungu na bila kuwa mnyenyekevu na kuwa na kiburi, bila mimi mwenyewe na ataniambia nini huyu wale nini, no. Na watu wanapokujia wanakuambia wewe umekosea, wewe umetukwaza, nyie nani mnaingia katika maisha yangu nini? Kiburi hicho na majivuno hayo, na ni kwa sababu umekosa shukrani. Na katika kukosa shukrani huko kuna kufanya ujitegemee, utaki kumtegemea Mungu, kwa sababu hiyo shukrani inatufanya tuwe karibu na Mungu. Shukrani inaleta amani, unakuwa na amani wakati wote. Asante, nimefanywa, asante sana. Nimeonywa, asante sana. Nilikuwa nimekosea, wakanipata adhabu, asante kwa sababu nimerekebishwa, sikuwa najua. Nimeanza kurusha maneno ya ajabu na nini, unaleta hofu. Sasa simetukana tayari, umetukana, alafu baadaye sasa na kuishi sikuwa na hasira zako, alafu baada ya hasira hizo, hasira imeisha na kuweje hofu, nitafanyiwa nini sasa? Na kwa sababu hiyo inatuletea inaondoa hofu, na baada ya kuondoa hofu inatupa matumaini katika maisha yetu. Ndio tunayaona katika wakoma 10. Tunaona katika wakoma 10 walikuwa na ombi moja, uturehemu. Ukiangalia hapo walikuwa na imani, wanaomba kwa mbali kabisa, kwa sababu wanajua kabisa walikuwa na sheria, uwezo kukaribia watu walio wazima. Kwa hiyo unakuwa mbali, sema uturehemu. Na Yesu hajasema kwamba tayari nimeshatakasika, nenda mkajionyeshe kwa makuhani. Wanapoondoka njiani wanaona wametakasika. Sasa wale waliendelea na safari, yule alisimama kwanza. Ukisoma katika tafsiri nyingine hata katika lugha nyingine, sasa alisimama. Wakaona ametakasika, alisimama. Alafu karudi. Uwezo kaenda unaenda mbele alafu unarudi, anasimama. Anaka ameangalia nikoje mimi, alafu anarudi. Anaporudi sasa, anarudi kwa yule aliyemtakasa. Anaunganisha uponyaji na mponyaji. Si tu tena ni mtu wa maneno, si tu ni mtu wa mambo ya nje, wa kimwili tu, ni mtu ambaye moyo wako umefunguka. Na ndio maana nasema aliona zawadi ya Mungu kwake. Alipoiona zawadi hii alisimama.
akatambua uponyaji, na alipotambua uponyaji akarudi na kumtukuza Mungu. Yule jamaa yule Msamaria tena mgeni alirudi tena kusema asante. Akaunganisha uponyaji na mponyaji, na katika hilo ni swala la moyo zaidi, ni swala la roho zaidi kuliko kimwili. Wale wengine bado wako kisheria zaidi. Tunaweza tukamwangalia Msamaria huyu kwamba pengine ni ugonjwa uliowaunganisha pamoja wale watu, kwa sababu Wasamaria na Wayahudi wapi na wapi, na safari waliokuwa wanaiendea kwenda kwa makuhani. Huyu Msamaria alikuwa anaenda kwa kuhani yupi? Wanaenda njiani, wanapoelekea wenzake wanaenda kwa wale makuhani, lakini yeye anaona wa maana katika maisha yake ni mponyaji Yesu. Kwa hiyo ndio maana anarudi kwa mponyaji na kuponywa, anayaunganisha pamoja katika safari yake. Ndio maana anarudi nyuma, anaangalia alivyokuwa na alivyo, anapiga magoti mbele ya Mungu na kumshukuru. Ndio anakuwa mfano kwetu sasa katika maisha yetu, katika yote tunayofanya, katika zawadi ya wito tulio nao, anatuonyesha ya. Wale 10 walienda tu wakaendelea na safari. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Na kwa sababu hiyo tunapoadhimisha jubilei hii ya miaka 100, tunamwangalia huyu mkoma Msamaria aliyepona. Waingereza wanasema anakuwa ni modo wetu tulikotoka na tunakoelekea. Mungu anatusimamia, Mungu anatuongoza, Mungu anatuwezesha na Mungu anatutegemeza. Kwa mnapo masista wetu, mnapoadhimisha jubilei yenu ya miaka 100 ya shirika, tunaendelea kuwaombea. Kwanza tunamshukuru Mungu kwa uwepo wenu kwa namna pekee katika jimbo letu la Bagamoyo. Mko hapa Boko, mko sasa parokia mpya ya Kimele Mtakatifu Mikaeli, na mko pale Makurunge. Kwa jumuiya 3 sio mchezo, hii ni kama jumuiya kuu. Ndio maana nilikuwa namwangalia provincial nikasema provincial singeweka tu hapa makao makuu hapa. Pale Chang'ombe pamefinywa mno. Cheki hapa palivyo pakubwa kabisa. Ningepaweka tu pale provincia yenu hapa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya uwepo wenu katika jimbo hili na katika utume wenu mnaofanya. Kwa namna pekee tena mnatujengea hapa chuo cha katekesi, na ambacho ni muhimu sana katika jimbo letu ambalo limechanganyika katika imani, ambapo sasa tunapopata makatekista wanaofahamu imani Katoliki watafundisha vizuri watu wetu ili waweze kutambua ukatoliki wao na kuweza kudumisha utambulisho wao kama Wakatoliki. Kwa tunawashukuru sana kwa utume wenu. Tunashukuru na tunawapongeza kwa jubilei, na tunaendelea kuwaombea katika safari yenu, na tunaomba hivi na tunamtegemea Mungu hivi katika safari yetu, kwa sababu tuko katika dunia hii mchanganyiko sana, tunapata changamoto nyingi, na Mungu atusimamie sana, kututegemeza ili tuvuke, tusije tukakata tamaa. Na ndio maana tunaombea vile vile katika miito mitakatifu, Mungu aendelea kuwategemeza mpate miito hiyo, na mwenee jimbo zima. Sasa umefika Makurunge, bado kule Mandera, bado tena kule Bwawani, mkiwa mote humo kwa ajili ya kazi yenu nzuri. Mungu awabariki sana. Tumsifu Yesu Kristo.